Venezuela yaunda kamati maalum ya kumkomboa Rais Maduro. Waziri mmoja wa Venezuela ametoa taarifa ya kuundwa tume maalum katika bunge la nchi hiyo ya kumkomboa Rais Nicolas Maduro kwenye makucha kibeberu ya Trump na wenzake. Kwa mujibu wa Russia Today, waziri wa mawasiliano wa Venezuela ametangaza kwamba tume hiyo imeundwa katika bunge la nchi hiyo ili kufuatilia mchakato wa kumkomboa Rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Ameongeza kwamba rais wa mpito Venezuela ameunda tume hiyo maalum wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri ili ifanye kazi ya kumkomboa Rais Maduro na mkewe. Kutekwa nyara Rais Maduro na mkewe wakati wa uvamizi wa kijeshi wa Marekani nchini Venezuela kumesababisha wimbi kubwa la kulaaniwa jinai hiyo ya Marekani kote ulimwenguni. Itakumbukwa kuwa wawakilishi wa nchi wanachama baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wakiwemo waitifaki wa Marekani nao pia wamelaani kitendo cha Washington cha kumteka nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeitisha mkutano wa dharura kujadili uvamizi huo wa Marekani dhidi ya Venezuela na kutekwa nyara kwa Rais Maduro. Mabalozi wa Marekani na Venezuela walishambuliana kwa maneno makali katika kikao hicho, huku katibu mkuu wa UN akieleza wasiwasi wake kuhusu mustakabali wa nchi hiyo ya Amerika Latini. Balozi wa Russia katika Umoja wa Mataifa Vasil Benzia amesema kutekwa nyara rais wa Venezuela Nicolas Maduro na Marekani kunatishia kuirudisha dunia katika enzi ya machafuko na dhuluma. Amesema shambulio la Washington dhidi ya taifa la Amerika Kusini limeonyesha nidhamu ya dunia ambayo Marekani inataka kuiweka. Mwanadiplomasia huyo alikiambia kikao cha dharura cha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa Jumatatu. Lakini ubalozi wa Jamhuri ya Bolivar ya Venezuela ulioko Teheran, mji mkuu wa Iran, umefananisha Rais Nicolas Maduro aliyetekwa hivi karibuni na kiongozi wa kupinga ubaguzi wa rangi wa Afrika Kusini shujaa Nelson Mandela, ukisisitiza kuwa Marekani imekosea kutathmini uongozi wa Venezuela na wananchi wake. Katika ujumbe ulioshirikishwa sambamba na picha za Maduro na Mandela, ubalozi ulisema kuwa Marekani ilitarajia kukutana na kiongozi wa mtindo wa Manuel Noriega wa Panama, lakini badala yake ulikutana na hali yenye athari sawa na ile ya Mandela. Ubalozi wa Venezuela umeandika, walidhani wanakabiliana na Manuel Noriega lakini hatima ikawaletea Mandela. Taarifa hiyo pia ilisema kuwa Marekani imeshindwa kuelewa itikadi ya Chavista ya Venezuela na msimamo thabiti wa wananchi wake. Marejeo ya Noriega yalihusiana na muktadha wa kihistoria wa uvamizi wa Marekani nchini Panama mnamo Disemba 1989 ambapo Noriega alikamatwa na baadaye akakabiliwa na kesi nchini Marekani. Ulinganisho huo kati ya Maduro na Mandela unalenga kuonyesha simulizi ya Venezuela kuhusu upinzani wa kisiasa, mapambano na ustahimilivu, ukimweka kiongozi huyo aliyetekwa kama alama ya kupinga ubeberu wa Marekani badala ya kufuata mkondo Noriega. Maduro na mkewe walitekwa na jeshi la Marekani kutoka kwenye makazi yao mjini Caracas Jumamosi, wakasafirishwa kwa helikopta na kisha kwa meli ya kivita ambayo takriban kilomita 3400 hadi New York City ambako wanakabiliwa na mashtaka ya shirikisho. Hatua hiyo ya ugaidi wa kiserikali ilihitimisha miezi ya shinikizo na maandalizi ya kijeshi katika pwani ya Venezuela, ikiwemo mashambulizi kadhaa dhidi ya meli zinazodaiwa kubeba dawa za kulevya yaliyosababisha vifo vya angalau watu 115, operesheni ambazo Caracas imezitaja kuwa za kubuni. Lakini unaweza ukawa unajiuliza, je, Greenland ni Venezuela inayofuata? Waziri Mkuu wa Denmark amepinga madai mapya ya Donald Trump kuhusu kuimiliki eneo la Greenland na kuitaka Washington ikome kutoa vitisho dhidi ya mshirika wake huyo wa kihistoria. Bila kupepesa macho na akizungumza waziwazi, Mette Frederiksen ameyataja madai ya sasa ya Donald Trump kuhusu kuimiliki Greenland kuwa kipuuzi. Msimamo huo mkali unadhihirisha wasiwasi mkubwa wa Copenhagen na miji mikuu mingine ya Ulaya kuhusu mabadiliko ya msingi katika mwenendo wa kistratejia wa Marekani. Mabadiliko hayo yameambatana na wasiwasi mkubwa hasa baada ya operesheni ya kijeshi ya Marekani nchini Venezuela na kutekwa nyara rais wa nchi hiyo. Madai ya Trump kuhusu Greenland si jambo jipya. Wakati wa muhula wa kwanza wa urais, Trump alitamka mara kadhaa kuhusu kununua au kukinyakua kisiwa hicho cha Denmark chenye mamlaka ya ndani. Hata hivyo, tofauti na mazingira sasa ni kwamba mara hii matamshi haya yametolewa katika hali ambayo Marekani imeonyesha kivitendo kuwa iko tayari kufanya uvamizi wa kijeshi wa moja kwa moja na kukiuka wazi mamlaka ya kujitawala ya nchi mbalimbali ili kufikia malengo yake ya geopolitiki. Operesheni ya kijeshi iliyofanywa na Marekani huko Caracas na kumteka nyara Nicolas Maduro, kwa mtazamo wa nchi za Ulaya, umebadili mstari mwekundu katika sera za kimataifa, na jambo hili limenyanyua juu vitisho vya Trump dhidi ya Greenland kutoka kiwango cha kuwa kauli zenye utata hadi kiwango cha jambo linalowezekana. Maswali yanaendelea kubaki. Je, Marekani ataendelea kumshikilia Maduro hadi lini? Ni namna gani ambavyo
Venezuela watafanya ili kumkomboa Rais Nicolas Maduro katika mikono ya Marekani? Nao pia watafanya uvamizi. Je, watafanikiwa kwa taifa la Marekani, taifa ambalo kijeshi ndani ukanda wa Amerika Kaskazini na Kusini, hata ukanda wa Afrika, hata Ulaya, ni taifa ambalo halishikiki kwa mbinu zake za kivita na masuala mengineyo. Swali linakuja, je, Venezuela wafanye nini kuweza kumkomboa Maduro? Moja kabisa, kwa sababu ukirudi kwa upande wa vita, ukifanya utofauti kati ya taifa la Venezuela pamoja na taifa la Marekani kivita, Venezuela imezidiwa kila kitu na Marekani. Lakini tunaweza tukazungumza njia ambazo tukitoa za kivita, zipo njia ambazo zinaweza zikatumika kama mbinu za kuweza kuhakikisha Rais Nicolas Maduro anaachiwa. Ipo swala zima la diplomasia kimataifa inaweza ikafanyika, na ukitazama pia kuna swala zima la vikwazo vya kimataifa au kampeni za ndani za kiuchumi zinaweza kuathiri serikali na kuibana vizuri Marekani. Kwa mfano sasa hivi China akastopisha baadhi ya bidhaa zake, mataifa ya Ulaya akafanya hivyo, upande wa Afrika wakafanya hivyo, Amerika Kusini wakafanya hivyo, Australia wakafanya hivyo, basi Marekani anaweza wakutikisika kidogo. Lakini pia wananchi wanaweza kuandaa maandamano ya amani, kampeni za kijamii na vyombo vya habari ili kuonyesha sauti yao, wakaandamana maeneo mbalimbali ndani ya taifa la Venezuela kama sasa hivi wanavyoendelea kuandamana. Lakini pia wananchi wanaweza kuandaa maandamano. Licha ya maandamano ya amani, nchi jirani zinaweza kushirikiana kuhimiza utawala bora bila kuingia vitani. Kwa hiyo hizi ni mbinu chache ambazo zinaweza zikatumika na mambo yakaenda vizuri kabisa. Shukrani kwa babu ya kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shaw, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.